Naam, mtazamaji wa Mlimani TV, ni matumaini yangu kwamba ni mzima na buheri wa afya kabisa. Karibu katika kipindi bora kabisa cha Mlimani leo asubuhi. Na hii ni Jahara sehemu ya kwanza, muda mwafaka kabisa wa kutizama mjadala ambao tunakuwekea mada mezani, tunaichambua na kuidadavua kwa kina kabisa. Mimi ni Fadhili Kagika, lakini studio nimemwalika mgeni ambaye yeye ni meneja wa kukabiliana na maafa nchini Tanzania kwa maana ya Red Cross. Naye si mwingine bali ni Bwana Samuel Katamba. Bwana, karibu sana. Asante sana, habari ya asubuhi. Njema kabisa. Hongereni kwa kazi. Asante, tumefurahi sana kujumuika nawe kwenye studio zetu za Mlimani TV. Asante sana, mimi pia nimefurahi kwa siku hii ya leo na imani tutaenda vizuri na watu watahabarishwa. Ndio. Na mada yetu kwa siku hii ya leo inahusu tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Mpox ambao ni ugonjwa wa kuambukiza ambao hivi sasa na Waziri wa Afya Mheshimiwa Jenista Mhagama ameshatoa taarifa kwamba ni wagonjwa wawili mpaka hivi sasa wamegundulika kuwa nao. Bwana Katamba, ndio. Tukizungumzia ugonjwa wa Mpox ni nini hasa na ni kwa nini ni muhimu kujadili kwa hivi sasa? Cha kwanza wanatakiwa kufahamu kuwa ugonjwa wa Mpox ni ugonjwa ambao unatokana na virusi ambao hivyo virusi vinatokana na nyani. Ndio. Sasa changamoto au ueneaji wake, virusi hivi vya Mpox huwa vinaenea kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Na vinaeneaje kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu? Inaweza kawa ni nyani alikuwa amepata hiyo virusi, lakini sasa kupitia anaweza kawa amekufa. Katika kufa anaweza kawa ni panya au watu wengine wakawa wanachukua ile mizoga wanaenda kwa watu. Lakini sasa pia kupitia migusano na watu wanafanya shughuli mbalimbali ikiwemo za shamba au uwindaji, watu wakapata kupitia hivyo. Lakini sasa pia unaenezwa kwa mtu na mtu kwa maana ya kupitia migusano, lakini pia kupitia majimaji au kupitia vimiminika ambavyo vinatoka kwa binadamu. Inaweza kawa ni jasho, inaweza kawa ni aidha ni mate, lakini pia inaweza kawa ni damu na pamoja na majimaji yote ambayo yanatokana kwenye mwili wa binadamu. Sawa. Yes. Sasa ni kundi gani hasa ama rika ipi ambayo ipo kwenye hatari zaidi ya kuathirika na ugonjwa huu? Kwanza ni watu wenye kinga dhaifu. Hilo kundi la kwanza ambalo inaweza kuwa ni mtoto mkubwa au mtu au kwa maana ya mtu wa aina yoyote, lakini mwenye kinga dhaifu. Lakini pili ni tunasema ni wanawake wajawazito, lakini pia wazee ambao wanakuwa ni vikongwe ambao kinga zao zinaweza kawa zimepungua ufanisi katika ufanyaji wa kazi au katika kujikinga. Kwa hiyo haya makundi niliyoyataja ndio yanakuwa kwenye hatari zaidi. Lakini pia wale watu ambao wamekuwa kishambuliwa na magonjwa mengi, magonjwa ikiwemo TB, ikiwemo magonjwa mengine. Sasa wale watu wa mara nyingi wanakuwa na kinga dhaifu kwa sababu mwili wao unakuwa muda mwingi unashambuliwa na magonjwa, kwa hiyo kinga za mwili zinakuwa zinashindwa kukabiliana na magonjwa mapya. Kwa hiyo hawa wote wanakuwa hapo kwenye tahadhari. Sawa. Na dalili za awali za Mpox ni zipi? Dalili za awali kwanza ni homa, kikohozi kikavu, lakini pili dalili zingine ni mtu anaweza kawa labda anashindwa kuhema kwa maana ya anahema kwa taabu, lakini pia muda mwingine kwa sababu Mpox inapokuja ni virusi. Sasa virusi vina mtindo wa kubadilika. Inaweza kawa ni mtu ana homa tu ya kawaida akadhani ni Mpox. Kwa hiyo inaweza kawa sio. Lakini baadaye huwa inatokea matokeo yake, ndo ndani watu wengi wanastuka baada ya kuona vipele. Vile vipele ni matokeo. Kwa mtu anaweza kawa anapata homa, anapata kikohozi kikavu, anaweza kawa huyo mtu anapata changamoto za apate usingizi, au kwa sababu dalili zake huwa zinajitokeza ni kuanzia siku 4 kwenda wiki moja, lakini pia mpaka siku 21. Kiasi kwamba ndani ya mwezi wote huo mtu anaweza kama amepata homa, amepata kikohozi na baadaye anaweza kama amepata matokeo sasa kama hayo ambayo tunayaona vipele vimetoka. Vipele vyake huwa vinakuwa vinafanana sana na tetekuwanga, lakini utofauti wake vile vinakuwa na maji. Yale maji huwa muda mwingi vinaenda kama vinamachua, vile yale maji yanamachua, baadaye yanakuja yanapasuka, vinaacha makovu au zinaacha alama. Na mara nyingi kwanza sio hatari sana, ndio nitakiwa tuambie wananchi kwamba sio ugonjwa hatari sana. Japo tunapaswa kuchukua tahadhari kwa sababu ni tofauti na ndui. Ndui ni hatari zaidi kuliko Mpox. Kwa hiyo tunajitahidi watu wengi waambiwe kwamba hata kupata dalili awai mtu hospitali akatibiwe, kwa sababu Mpox haina dawa ya moja kwa moja, ila watu wengi hata wataalamu wa afya huwa wanazitibu zile dalili za awali ambapo ukiwahi unapona. Sawa. Na sasa watu wanapaswa kufanya nini wanapoona dalili hizi? Cha kwanza
kwa sababu kama mnavyofahamu, mgonjwa akipata changamoto yote nyumbani, wahudumu wa kwanza wanakuwa ni familia au watu wanaomzunguka. Ukiona mtu ana dalili hizo nilizozitaja, haupaswi kumhudumia kawaida. Aidha uvae gloves au uvae vikingia, tunasema zile ni PPE ambayo ni personal protective equipment, ambazo zinaweza zikakusaidia usiguse yale maji au usimguse mtu kama ana jasho jingi. Sasa inakujaga changamoto kwa hasa mikoa yetu hii ya Dar ambapo kuna joto kali. Mtu anaweza kama ameumwa kawaida na sweat ukaanza kuogopa tena. Kwa hiyo tujengee uzoefu au tujenge mazoea ya wananchi wetu wa kawaida. Unapomhudumia mtu mwenye dalili za homa, tuvae hata gloves. Gloves sasa zisiwe za watumishi wa afya tu, ziwe hata sisi nyumbani kwetu tunajitahidi kumhudumia yule mtu na kumpeleka hospitali. Ukiona dalili zozote, kama umeshindwa kabisa, unaogopa kumshika huyo mtu, piga namba za wizara, piga namba za madaktari ambao wako karibu, au nenda kituo cha afya ambapo yule mtu atapelekwa na kuhudumiwa vizuri. Namba ya wizara ya afya ni 199 ambapo kila mtu anaweza akapiga na ikapokelewa. Ni bure hiyo namba ukipiga. Watatoa taarifa na watamfuata huyo mtu na kumhudumia. Na hatupaswi kuchelewa, kwa sababu unapozidi kuchelewa ndo dalili au virusi wanazidi kushambulia mwili wa binadamu na baadaye mtu anakuwa na kinga dhaifu. Sawa, je, kuna uhusiano wowote kati ya mpox na magonjwa mengine ya ngozi? Hakuna uhusiano. Mpox ni virus. Ndiyo. Ni virusi. Sasa magonjwa mengine ya ngozi inaweza kuwa ni allergy, inaweza kuwa ni mtu labda amepata mchafuko wa damu. Sasa vitu kama hivi ni tofauti. Mpox ni virus ambao huwa wanaingia ndani ya mwili na kuanza kusababisha kinga kuwa dhaifu. Sasa kusababisha na kuruhusu magonjwa mengine yakaanza kushambulia mwili. Na utofauti wake mkubwa ni upi kati ya labda mpox na magonjwa mengine kama vile ndui, labda magonjwa mengine ya ngozi? Wizara ya Afya kwa maana ya tuseme Shirika la Afya Duniani WHO wameweka listi. Kuna high risk infection disease ambapo ndo ndani yake kuna Marburg, kuna Ebola, lakini pia kuna risk infection disease. Kuna high risk lakini pia kuna high infection disease. Hiyo high infection disease ndio unakuta sasa kuna mpox. Ndio. Kwa maana ni ugonjwa hatari lakini haujafikia kile kiwango ambacho kinafanana sasa na Marburg na magonjwa mengine. Lakini tofauti nyingine ushambuliaji wa virusi hivi ni tofauti na magonjwa mengine. Utofauti wake ni kwamba mpox iko slow. Ndio. Na uslow wake unatokana na unatofautiana baina ya mtu na mtu, kwa maana ya kinga zako. Kuna mtu anaweza kaumwa na msijue kama ameumwa mpox. Ndio. Vidonda vinaweza vikatoka baadaye au visitoke kabisa, kwa sababu mtu anaweza kawa anakohoa sana au anakosa usingizi, maumivu makali, mwili unakaza. Baadaye huyo mtu anaweza hata asiende hospitali na akapona kwa sababu ana kinga imara. Lakini kuna mwingine anaweza kaa leo ndani ya siku mbili tu kwa maana ya ameumwa leo, kesho akaanza kuonesha dalili, kitu ambacho ni tofauti na magonjwa mengine. Sawa, mtazamaji wa Mlimani TV, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani hivi sasa ni Mlimani Leo Asubuhi, na hii ni Jahara sehemu ya kwanza. Mada mezani siku hii ya leo ni tahadhari dhidi ya ugonjwa wa mpox. Mimi ni Fadhili Kagika, lakini studio siku hii ya leo niko na mgeni ambaye yeye ni meneja wa kukabiliana na maafa Tanzania kwa maana ya Red Cross, Bwana Samuel Katamba. Sasa nirudi kwako. Je, mpaka hivi sasa kuna chanjo yoyote ambayo ipo kwa ajili ya mpox? Kwa nchi yetu bado hakuna chanjo, lakini kwa nchi zingine wameshaanza kutoa chanjo. Unajua nchi yetu utaratibu uko tofauti kidogo. Huwa chanjo mpaka itolewe lazima kuwe na tafiti, lakini pia Wizara ya Afya lazima iwe imejiridhisha na chanjo yenyewe, kwa sababu unapoenda kumkinga mtu, kumbuka hicho ni kizazi na ni usalama huo wa taifa pamoja na mtu mwenyewe. Ndio. Lazima chanjo, kwa sababu chanjo zetu hizi zinatofautiana na baina ya watu kutoka mataifa tofauti. Sasa inapoletwa ndani ya nchi yenu, lazima mjiridhishe kupitia wataalamu wenu, watu watafiti ambao wapo kitengo cha Wizara ya Afya pale, waone mtiririko wa hii chanjo, madhara yake pia, ya muda mfupi, ya muda wakati, ya muda mrefu, ili kuhakikisha usalama upo. Lakini kwa saizi hakuna chanjo. Ila kinachofanyika tunatibu dalili, na ndio maana tunasisitiza sana, ukipata changamoto nenda kituo cha afya ukatibiwe na upate kupona kabisa. Sawa, mtu anaweza kujikinga vipi na ugonjwa huu? Hatua ya kwanza ni tuache
utamaduni ule wa kushikana shikana, ndio kusalimiana na mikono na mtu, tusalimiane tu salamu za kawaida. Lakini pili, tupende sana kunawa pale ambapo umeshika kitu chochote. Kama unavyofahamu, hasa miji hii mikuu ambayo tunatumia daradara, tunakutana na watu wengi. Unakuta umekutana na mtu bomba uliloshikilia ameshikilia mtu mwingine. Hivyo tusipende kujishikashika kwenye maeneo kama ya nyuso, kwenye maeneo ambayo labda unataka ni ngozi. Ukishatoka kwenye hayo mazingira, ukitoka nje, nawa au tumia sanitizer. Hii itatusaidia kuepuka migusano. Lakini pili, nadhani watu wengi wanadhanigi ni tahadhari za kuchekesha au uruhusiwi. Tuache zile tamaduni za kujamiana na mtu ambaye humfahamu, lakini pia haujapima naye, haufahamu afya yake ikoje. Hii yote itazuia maambukizi haya. Lakini pia watu wengi tumezoea ule utamaduni, nadhani zipo sana utamaduni wa kizungu. Umekutana na mtu, umefurahi, unambusu, unamhug. Tuache hizo tabia ambapo zitasaidia kujikinga, lakini pia kuepukana na haya maambukizi ya mpox. Hizo ni kinga za awali ambazo mtu mwenyewe unaweza kujizuia na kuziepuka nazo. Ndio, sasa pengine kuna elimu yoyote ambayo imekuwa inatolewa kwa watu kwenye kujikinga na ugonjwa huu? Kwa wizara pamoja na sisi Red Cross tumekuwa na utamaduni wa kutoa elimu, na hasa kwenye kwanza huu ugonjwa uligundulika ulianza mwaka jana. Ndio. Kwenye hasa nchi zetu za jirani ikiwemo Kongo, Kenya, Rwanda pamoja na Uganda na Burundi. Sasa sisi kama Tanzania kupitia Wizara ya Afya kuanzia mwezi wa 9 kwenda mwezi wa 10 tulikuja na andiko ambapo tunaita mpango kazi wa dharura, ambao ulikuwa umeainisha kwanza maeneo yale hatari, lakini pili ulikuwa umeainisha zile entry point. Tunaita entry point ambazo zinapokea wageni, zile borders, ikiwemo boda ya Uganda, ikiwemo boda ya Burundi, Kongo, ikiwemo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, wa Mwalimu Nyerere, na viwanja vingine ambavyo vinapokea wageni moja kwa moja, ikiwemo Zanzibar pamoja na kwa maana ya Unguja na Pemba. Ndio. Tuliainisha ya maeneo yote. Tukaanza kutoa elimu, kufundisha kwanza wale watu wa huduma ngazi ya jamii ambao walikuwa wanapita mashuleni, hata hapa chuoni kwetu pamoja na maeneo mengine hapa Dar es Salaam. Walikuwa wanapita na kutoa elimu. Nadhani ni bado tunahitaji kuongeza nguvu, watu wapate elimu zaidi na zaidi. Na ndio maana mkipita kwenye maeneo mengi ya watu tumebandika mabango ambayo yanaeleza dalili za huo ugonjwa, namna ya kuepukana nao, lakini pia ukishapata ni hatua zipi za kuzifuata ili uende ukapate huduma ambayo inastahili. Sawa, mwitikio sasa wa watu wenyewe kwenye kutoa elimu huko mwitikio sio mkubwa sana. Lakini kwa kiwango chake mpaka sasa unaridhisha. Mara ya kwanza kabla ugonjwa huu hujatangazwa, watu wengi walikuwa wanadhani ugonjwa huu sio wa nchini kwetu, lakini pia hauwezi kutufika. Lakini baada ya wizara kutangaza kwamba tumepata tayari wagonjwa, nadhani mliona reaction ya kwenye mitandao. Watu wengi sana walikuwa wanakiri kwamba tumepata, lakini pia tumeanza kuona baadhi ya viashiria. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa sana kwenye upande wa mitandao ya kijamii, lakini pia kwenye upande wa watu wanatamani kujua zaidi ugonjwa unatokana na nini, unaambukizwaje, na ni hatua zipi za kuzifuata ili watu waweze kupona. Sawa. Na kuna watu wengine ambao wanaamini swala la maafa basi ni vitu kama matetemeko ya ardhi, mafuriko, mvua kubwa. Wengi wao hawaamini kama magonjwa kama haya pia ni maafa. Sasa nitatoa tu tofauti. Ndio. Maafa, tunaposema maafa ni matokeo ya janga. Ni madhara yale yanayoenda kuathiri afya za watu, mali, ikiwemo kama nyumba, ikiwemo mazao. Sasa ukiona janga lolote linaenda kuathiri maisha ya mtu, awe ni mmoja au wawili, na watu wakaweza kama mtu akawa anashindwa kufanya kazi, anaumwa, mtu anakufa, maana yake tayari ni janga. Na ndio maana ukiona tahadhari zinachukuliwa na wizara au serikali, inakuja na mpango kazi wa kuhakikisha ili janga lote linatokomea, maana yake hilo tayari ni maafa. Yes, nadhani nimetoa tofauti ya maafa ya upande wa magonjwa ya mlipuko na yale ya asili. Yale ya asili ni ambayo hatuwezi kuyazuia, lakini haya mengine ya magonjwa ya mlipuko tuna uwezo wa kuwa na mpango mkakati wa kuweza kuyazuia, kwa maana ya kuweka tahadhari zinazoweza kuchukuliwa, lakini pia hatua baada ya mtu kupata
huo ugonjwa. Sawa, tukiwa tunamalizia ushauri wako sasa kwa Watanzania, ni hatua gani ambazo wanaweza kuchukua pale wanapoona dalili hizi za ugonjwa huu? Cha kwanza tuweze kufahamu ugonjwa wenyewe. Ndiyo. Lakini pili tuweze kufahamu dalili za mtu akipata hiyo changamoto, kwa maana ya akipata huo ugonjwa. Ndiyo. Cha tatu tuchukue hatua. Mtu akiwa na ugonjwa huo apelekwe kituo cha afya akapate tiba. Lakini pia hata baada ya akipata tiba, huyo mtu asitengwe, kwa sababu kumekuwa na utamaduni wa wale survivors wa magonjwa mbalimbali kutengwa, kwamba huyu mtu amepata huu ugonjwa unaweza ukamrudia tena au akatuambukiza watu wengine. Kwa wale wenye watoto wadogo, wenye wagonjwa majumbani au wenye wazee, tusipende kuwakutanisha na wageni na wakaanza kuwashikashika. Inaweza ikatokea umemwacha dada wa kazi nyumbani, wakaja watu kutoka huko nje wameshika vitu vingine, wakifika nyumbani wewe na utaratibu wa kunawa. Weka ndoo nje, watu wanawe kabla hawajaanza kusalimia au kufanya shughuli yoyote. Hakikisha wale watu wanaingia ndani wakiwa salama. Lakini pia kwenye vyombo vyetu vya usafiri, tuweke sanitizer na vifaa vya kunawia au vya kujikinga. Hii itasaidia hata kwenye mikusanyiko ya watu, ofisi za serikali na ofisi za watu ambao zinakusanya watu wengi. Tuweke vifaa vya kujikinga ikiwemo vya kunawia mikono, lakini pia tuweke mabango pamoja na posters ambazo zitasaidia sasa watu wengi wapate kufahamu huu ugonjwa na tukaepukana nao. Sawa, swali la mwisho, ndio, ni njia gani ambazo mnawafikia watu hawa ambapo mnaweza mkawashawishi ambaye anaweza kawa labda ameona dalili ama kwa namna moja ama nyingine, namna gani anaweza katoa taarifa kwenu? Kwanza tunatoa elimu, na kupitia ile elimu tunabandika mabango na matangazo mbalimbali, ambapo kuna wale matangazo kuna namba za simu za wizara, kiwemo namba za Red Cross, ambapo baadaye zile namba zinakusaidia wewe kutoa feedback kwa maana ya kujua huyu mtu ana changamoto. Lakini pili, tunafika nyumba kwa nyumba, tunafanya uelimishaji wa nyumba kwa nyumba, lakini pia tunafika kwenye mashule kupitia wale walimu wa afya. Hii yote inasaidia kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja. Nadhani tuungane tu Watanzania wote kupeana elimu kwa wale watu ambao hawana simu janja, kwa sababu elimu nyingi sasa hizi inatolewa kupitia mitandao. Sasa kwa mtu ambaye hana simu janja, hizi simu za kisasa, tuwafikie hawa watu kwa kuwapa elimu, aidha kwa wale ambao ni wakulima, kwa wale ambao ni wafugaji, kwa wale watu ambao wako busy na shughuli za uvuvi. Wale watu wote tuwafikie na kuelimisha kwamba hili janga lipo na tunapaswa kuchukua tahadhari. Sawa, kuna mtu ambaye yuko naweza ngasema nje ya mji ama huko kijijini, ambaye anahitaji kuwafikia nyie kama watu wa Red Cross. Labda ungetaja ni njia gani ambayo anaweza kuwafikia, labda kama namba ya simu ama namna gani anaweza kuwafikia moja kwa moja? Yes, tuna njia nyingi za kutufikia, lakini sisi Red Cross tuna ofisi mikoa yote 31, kwa maana mikoa 26 Tanzania bara na mikoa 5 ya Zanzibar. Lakini njia ya pili, tuna mitandao ya kijamii tunatumia. Ukisearch tu Tanzania Red Cross Society tutatupata kwenye mitandao yote ya kijamii. Lakini njia ya tatu, tuna namba ya simu ambayo unaweza ukapiga bure wakati wowote ule, ambapo hiyo namba ni 0800 750 150. Narudia tena, ni 0800 750 150. Hii namba inapatikana wakati wowote, unaweza ukapiga na kama unataka huduma zetu ukazipata. Lakini pia kuna namba ya wizara kama kuna tahadhari yoyote ambayo ni 199. Hii namba ukipiga wakati wowote una dharura ya kiafya, unaweza kusaidiwa na kupatiwa wataalamu ambao wakakusaidia na tukaepukana na haya matatizo yote. Sawa, mtazamaji wa Mlimani TV, bila shaka umepata mawili matatu kuhusiana na ugonjwa wa Mpox hivi sasa ambao imesemekana umeshaingia hapa nchini. Mimi ni Fadhili Kagika, lakini studio sikuwa peke yangu siku hii ya leo. Nilikuwa na mgeni wangu ambaye ni meneja wa kukabiliana na maafa nchini Tanzania kwa maana ya Red Cross, bwana Samuel Katamba. Kufikia hapa sina la ziada tena, kwa heri na wakati mwingine.